tulikuwa tuna zoezi moja kubwa la kuwavisha vyeo maafisa na askari kwa niaba ya Afande Kamisha Jenerali, lakini pia wale ambao wapo kwenye taratibu wa mwingine, kwa maana upande wa Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani, kwa wapo ambao wamevalishwa vyeo kupitia taratibu ule, kupitia Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani amewavalisha vyeo maafisa na askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika mkoa wetu wa Kigoma, lakini wapo askari ambao wamevalishwa vyeo na Afande Kamisha Jenerali. Kwa hiyo leo mimi pia nilifanya zoezi tu moja kwa niaba ya viongozi wangu ambao wamenituma kufanya kazi hiyo. Lakini tumewavalisha vyeo siku ya leo ikiwa tu ni sehemu ya shamra ya wiki ya zimamoto ambayo askari wamepewa motisha ya upandishaji wa vyeo ili waweze kwenda kutekeleza majukumu yao vizuri zaidi. Lakini pia kuelekea wiki hii ya zimamoto na uokoaji ambapo tunaiadhimisha katika mkoa wetu wa Kigoma, si vibaya kuweza kutoa takwimu fupi za matukio ya moto na uokoaji ambayo yalifanyika katika kipindi chote cha kuanzia mwezi Julai 2024 mpaka Machi 2025. Jumla ya matukio 77 yalipotiwa kwenye vituo vyetu mbalimbali, ambapo katika matukio yote 77 matukio ya moto yalikuwa ni matukio 52 na matukio ya uokoaji yalikuwa ni matukio 25. Lakini wakati wa matukio haya yanatokea sasa, kwenye matukio ya moto huwa tuna utaratibu wa kufanya tathmini, kuangalia hasara na hasara na mali zilizookolewa. Katika matukio yote 52 ya moto, hasara iliyokuwa imeripotiwa inakadiriwa kufikia milioni 163 ya vitu ambavyo vilikuwa vimeungua. Hii ni vitu mbalimbali, inaweza kuwa aidha ni jengo ama ofisi ama chochote kile ambacho kilichokuwa kimetokea kwenye moto huo. Lakini mbali na hasara hiyo, tuliweza kufanikiwa kuokoa majeruhi 126 kwenye matukio yote haya ya 77 ya moto na uokoaji. Na mali nyingi tu zilizookolewa, na kitakwimu tumeokoa takribani mali zenye thamani ya takribani shilingi milioni 513. Wapo baadhi ya wananchi ambao sio waaminifu, lakini wengi wao wanatupatia taarifa vizuri. Lakini wapo baadhi ya wananchi ambao sio waaminifu, wanatoa taarifa za uongo. Wanaweza wakatoa taarifa kwamba kuna tukio la moto eza sehemu fulani Mwandiga wapi, kienda unakuta hilo tukio halipo. Lakini wapo wengine wanatumia hizo taarifa kutuomba vocha, wanatafuta wachumba na vitu kama hivyo. Sasa nitumie tu pia niendelee kuwaasa wananchi na kutoa rai kwamba namba hii ni namba ya dharura, namba 114 ni namba ya dharura pekee. Unapopata dharura yoyote ya janga la moto ama linahitaji shughuli za uokoaji, njoo utumie peke yake, kwa sababu unapofanya hivyo unatumia ile namba, kumbe kuna mwenzako huku ana shida ya msingi kabisa ambayo ni ya kweli na moto ni wa kweli, anakosa ile huduma kwa wakati huu ambao wewe umeshikilia ile laini. Kwa ni waase kwamba waache kufanya hivyo, kwa sababu wanahatarisha maisha ya watu wengine ambao wanahitaji msaada. Lakini pili, sheria zetu ni kali. Huwa tunawachukulia hatua na shirikiana na wenzetu wa Jeshi la Polisi, tunawatafuta na wanaobainika wote ambao wametoa taarifa za uongo, tunawachukulia hatua kali sana. Kwa hiyo yote ambaye atakayekuwa anafanya hivyo, atambue kwamba atakamatwa na kufikishwa katika vyombo vya